makusudio na dhamira yetu, amini kwa uwezo wa Mungu tutafika. Ndugu Mtanzania, twende pamoja, imarisha afya yako na dawa ya 4A9. Nafarijika kuona rafiki zangu, jamaa zangu, watu wangu wa karibu, afya zenu zikiimarika, na ni matumaini yangu mnaendelea vizuri. Leo nimeona niseme machache hasa kwa madhumuni au kwa ile dawa ambayo nilitengeneza kwa niaba ya watu wachache, lakini nimeona iendelee kwa watu wengi kutokana na majibu mazuri niliyoyapata. Na nasema haya kwa umakini mkubwa sana na kuzingatia matatizo yanawasumbua watu kwa muda mrefu. Na imekuwa ni desturi na ndio tabia za tafiti. Tafiti huwa haina kikomo. Lakini nilisema na niseme leo, kutokana na majibu mazuri ya dawa hii ya wiki 2, na nimeamua kuipitisha yenyewe na 4A9 kuwa ni jawabu tosha katika mazingira ya kusaidia jamii katika upande wa virusi vinaoleta ukimwi. Cha kufanya wewe ni kitu kimoja tu, kuthibitisha kauli yangu kwa vielelezo. Tumia dawa kwa muda wa wiki 1, pima. Haujajipanga vizuri, ongeza wiki ya 2, pima. Je, katika damu yako kuna virusi? Je, positive yako ikoje? Imekwisha au haijaisha? Na kama haijaisha iko vipi? Piga picha nitumie kwa njia ya WhatsApp. Katika watu 8, mmoja hakutumia, lakini wengine wametumia. Wengine hawajaleta vipimo. Walioleta vipimo vinanitia moyo na vinanifanya niseme maneno haya. Nimefarijika kuona ndani ya wiki 1 mpaka 2 waliotumia na unga wa komamanga, mafanikio yao ni ya kutosha sana. Na imani kama wataangalia kiwango cha virusi kwenye damu watakuta hakuna. Lakini msingi wake hapa ni nini? Msingi wake ni kujenga. Na kujenga bila vielelezo haipendezi. Msigwa ulituambia wiki 2. Vipimo vinasema hivi, wewe unasemaje? Mpongeze kwa haki, mlaumu kwa haki. Lakini haki inapatikana kwa vipimo, si kwa maneno. Najua changamoto ni kubwa sana ya vipimo. Hasa nimesikitika kwetu Kigoma vipimo mpaka Tabora, na waliopima mpaka miezi 8 hawajapata majibu. Kwa mujibu wa wagonjwa wa mkoa wa Kigoma walionithibitishia baada ya kuambia nendeni Maweni mnaweza mkapata vipimo, na wamekwenda na majibu yao yalikuwa haya. Kwa hiyo nimeona nitume ujumbe huu mfupi kwa rafiki zangu na wasoko marafiki zangu. Kama ujumbe huu utakuwa hauwafai, wanaweza wakampa mtu mwingine ambaye unaweza ukawafaa. Najua dhiki kubwa wanaoipata watu wanaokula ARV na dawa zingine, na unatakiwa ule maisha yako yote. Sisi tunamshukuru Mungu kwa hapa tulipofika, na kila sababu ya kusema anapumzika. Kama tafiti atakuja kuifanya mtu mwingine huko mbele ya safari. Ni matumaini yangu nimeeleweka na nitaendelea kueleweka vizuri. Bahati nzuri dawa yetu wanatumia watu ni magonjwa mengi. Tusumbuliwa na kansa ya utumbo,
wenye kusumbuliwa na sukari, wenye kusumbuliwa na maradhi tofauti, ni asilimia kubwa wanapata tija ya kutosha. Na hii tunaonesha katika Africa TV, tunaonesha katika channel yetu ya TR4 Media na kwenye mitandao yetu ya kijamii. Una kila sababu ya msingi ya kufuatilia kwenye YouTube ili uone namna gani watu wanavyonufaika. Una hiari sasa kuendelea kula ARV, una hiari sasa kutumia dawa inayotengenezwa na TR Msigwa. Uhuru ni wa kwako. Utachagua njia ipi ni salama kwako kwa faida yako. Sisi kwa sasa ambaye mimi ndo mvumbuzi wa dawa hiyo na ndo muasisi wa dawa hiyo na ndo mmiliki wa dawa hiyo, kwa mtu ambaye tulikuwa tunapata tabu sana naye, ambaye alikuwa ameshazalisha tezi tumboni mwake, bakteria, lakini katumia dawa ya wiki 2, takataka zote zile, maradhi yote yale yako salama, kwa maana yameondoka kwa muda mfupi sana. Na dhamira yetu ilikuwa ni hii. Tunaamini kwa uwezo wa Mungu tumefanikiwa kwa asilimia kubwa. Kazi iliyobaki mbele yangu ni kuendelea kutoa elimu ya kutosha kwa wahusika, hasa katika upande wa vipimo. Kama mgonjwa wa HIV utakuwa na mihemko isiyokuwa ya msingi, ni shauri yako, ni mitazamo yako, lakini vipimo vinachanganya sana. Hata rafiki yangu mmoja au mzungumzaji wangu mwenye wacho alimwagiza mtu kwangu na akachukua vipimo, na nilimwambia rekodi wakati anajipima. Kipimo kimoja kimesema negative, kipimo kimoja kimesema positive, na positive yenyewe ina mistari miwili yenye rangi tofauti. Kwa hiyo yote ni changamoto ya vipimo. Kwa hiyo ukichukua changamoto ya vipimo ukataka umlaumu Msigwa, utakuwa ufanyi haki na ufanyi sawa. Nimeona tatizo kubwa ni elimu. Hata binti huyu niliyompima anakwenda chuo kikuu, lakini hana chochote anachojua, na ugonjwa huu maskini amepata tokea kazaliwa nao mpaka leo anakwenda chuo kikuu. Aliniuliza swali moja tu, sikumjibu, nilipenda kumjibu leo. Kaka, nitapona? Nami nimemhakikishia wiki ya 2 anithibitishie kuwa ana virusi kwenye damu au hana virusi kwenye damu. Hili jambo halithibitishwi kwa maneno, linathibitishwa kwa vipimo. Kwa hiyo ni vizuri tukachukua hatua ili tuweze kupata vipimo stahiki na wakati muafaka, ili kuondoa hofu ndani ya moyo na kuwa na hakika na kile tunachokifanya. Nimeona ujumbe huu mfupi niueleze, na nitawatumia watu kwenye simu zangu. Najua kuna watu hawapendi kuwatumia clip, lakini hatuna namna. Wakati tunatuma kwenye mitandao yote. Yule asiyopenda ni vizuri aka block, ili ujumbe wetu usiweze kufika kwake. Nasi tunamtegemea Mwenyezi Mungu, hatumtegemei mtu yoyote yule. Niliwahi kuitwa kipindi fulani cha rais fulani. Bahati nzuri tukazungumza vya kutosha, na yeye kwa mapenzi yake alichangia kiwango cha kutosha, lakini baadhi ya watu kutokana na tabia za choyo wakadhulumu kiasi kile na kutoona kama TR Msigwa atafanikiwa. Lakini kwa sababu sisi tunamtegemea Mwenyezi Mungu, na nimkumbuke shehe wangu mmoja mkoani Kigoma aliniambia, lazima umng'ang'anie Mungu ili akupe unachotaka. Nasi kwa kumtegemea Mungu, kwa kumlilia Mungu kila kukicha, ndio maana tunapiga hatua kwenye kila kona la kazi tunaofanya. Nitumie fursa hii, kama kuna mtu ambaye anadhani hatukumtendea haki au hatukumsaidia ipasavyo, milango iko wazi kuwasiliana na mimi, ili tuone ni kweli hatukufanya hivyo na hatukufanya hivyo kwa sababu gani, au hakutekeleza kwa umakini maelezo tuliompa ya kutumia dawa kwa ufanisi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Nimeamua kutoa wito huu, labda kuna mtu ana kitu ndani ya nafsi yake, ili tujue. Lakini kwa ufanisi mkubwa tuliofanya,
kwa watu wengi sijaona, na kama yupo, milango ya kuonana na T.R. Msigwa iko wazi wakati wote, saa yote. Mimi sipendi kukutana na watu siku ya Ijumaa, lakini siku zingine zote, uwe mwanachuoni, uwe daktari, uwe nani, sina hofu, sina shaka. Tuna nafasi nzuri ya kuzungumza kuanzia asubuhi saa 2 ninapoingia ofisini hadi saa 10, na kuanzia saa 1 hadi saa 3 usiku. Kwa hiyo una fursa ya kuniuliza, una fursa ya kufanya chochote kile, limradi tuzungumze na tupate jawabu na uthibitishe kile unachosema. Hapana, naipendezi kuishi kwa dhana. Una kitu ambacho unahisi kutendewa haki au na kitu ukielewi, ni vizuri ukakutana na T.R. Msigwa uso kwa macho, ukazungumza naye. Yeye ndio anayesema kuwa kuishi bila virusi inawezekana kwa vielelezo, si kwa maneno. Anaosema haiwezekani inabidi athibitishe. Naamini mnajua tafiti inavunjwa kwa tafiti, hoja huvunjwa kwa hoja. Wajibu wangu sasa umehama kuelezea vipimo. Wajibu wangu sasa ni kuendelea kuona namna gani tunasaidia Wakenya, Wanyarwanda, Warundi, Waganda na watu wengine, ndugu zetu wa Afrika, na kuelimisha. Kwa mfano, tumekuwa tukibadilisha kila namna ya kutafuta ufumbuzi kwa haraka, lakini hapa tulipofika tumeona panafaa. Panafaa kwa sababu gani? Kuna wenzetu ambao wanajiita ni wanasayansi, wanatumia dawa kwa maisha yote, kila siku hutumia kidonge kimoja. Kuna wengine wametengeneza dawa za kuimarisha kinga, hawakubaliani na hizi, lakini zenyewe hutumia kwa maisha yote. Sisi dawa yetu ya 4A9 inasaidia sukari, inasaidia kansa, inasaidia magonjwa nyemelezi mengine, na mtu anaimarika, si kwa maisha yote. Na virusi vinaondoka kwenye damu, si kwa maisha yote. Kama yupo, nitamlipa mara 2 atakayeweza kutumia dawa ya wiki 2 akathibitisha bado ndani ya damu yake kuna virusi. Kama alitoa 100,000, mimi nitatoa 200,000 kwa uhakika na ufanisi wa kile tulichokifanya. Na ile dawa imeleta tija ya kutosha, kwa sababu damu inapokwenda kwa kuharibika, tulichokifanya sisi ni kufanya damu ile inajisafisha na iendelee kuharibika. Ndio maana hata kwa siku 7 walionipima mbele yangu, ule mstari ulipoteza uasilia na afya zimeimarika. Hata mjamzito ambaye akapima jana mbele yangu na kaniletea box la vipimo, naye majibu yake yamekuwa tofauti ilivyokuwa huko. Kwa hiyo virusi wakishaondoka kwenye damu, ule mzigo wa kula dawa kila siku unapungua. Utapima ndani ya miezi 2 virusi hamna, utapima ndani ya miezi 2 virusi hamna, utapima ndani ya miezi 2 virusi hamna, miezi 6 virusi hamna. Kazi yako wewe ni kufuata maelekezo ya T.R. Msigwa. Memory itaendelea kupoteza uasilia siku hadi siku, na hatimaye ile kumbukumbu itafutika. Nafahamu kuna wanaoamini ukiwa positive hauwezi kuwa negative. Ni mitazamo na ni elimu. Sifa ya Mungu, kila mtu kampa akili yake na uelewa wake. Ni ngumu kulazimisha uelewa kwa mtu ambaye uelewa hana. Lakini kazi iliyobaki kwa T.R. Msigwa ni moja tu, kuhakikisha tunaelimisha na kushawishi kwa kuonesha ubora wa dawa yetu katika mataifa mengine, na kumtegemea Mungu, si mtu yoyote yule. Nashukuru 4A9 imenikutanisha na watu wengi sana, matajiri wengi sana, viongozi wengi sana, lakini tunaamini ni uwezo wa Mungu, si uwezo wa mtu. Na ndio T.R. Msigwa hakuwahi kumtegemea mtu kwa kunyenyekea, lakini tunaamini tukimnyenyekea Mungu na tukaendelea kumuomba kwa nidhamu na kwa utulivu mkubwa, kama alivyosema mzee wangu mmoja, shehe wangu Kigoma, mng'ang'anie Mungu, utafanikiwa unayokusudia. Mungu haombwi kama vile unabii.
unamuomba hasa kwa hakika na kwa imani, na kila kukicha Mungu iko siku Mungu atakusikia na atakunyoshea mambo yako. Leo tunaona tumetoka kwenye kubadilisha dawa aina nyingi sana. Leo tumefikia kikomo. Si ujanja wetu, ni ujanja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, yani baraka zake kutuwezesha tumefikia hapa tulipofika. Kwa najua ujumbe huu watu wengi huwa hawaupendi, lakini wengi wananufaika nao. Tutatuma kwenye mitandao yote ya kijamii dhamira, mtu asikie anachosema Msigwa. Na mimi nimekubalisha, yani niko huru kwa challenge yoyote, wakati wote, kwa mwanachuoni yoyote, saa yoyote. Na nimesema na nirudie tena, atayefuata utaratibu wa kutumia dawa hii unaweza ukaendelea nayo, lakini guarantee tayari Msigwa katoa ni wiki 2. Kama virusi wapo, kama dawa alikuuzia laki au laki 2, atakupa mara 2. Wajibu wako wewe ni mmoja tu, kunithibitishia kwa vielelezo. Bahati mbaya na inasikitisha sana, watu wengi wanaibiwa katika sehemu ambazo ndio sehemu salama. Hichi ndio kinachosikitisha. Lakini wewe unakwenda kupima, mwambie kabisa daktari anayekupima, tafadhali sana usiniibii, nina hali ngumu, na vipimo hivi nitampelekea mtu mwenye uwezo mzuri sana kuvitambua. Kikiwa kina ujanja ataniambia na tutakwambia. Hali ni ngumu sana. Kwa hiyo ni vema ukaenda sehemu ambao una hakika huyu mtu atakutendea haki, ili uje umpongeze Msigwa kwa haki, uje umlaumu Msigwa kwa haki. Lakini kama huna vipimo, utakuwa unapata wakati mgumu bure tu. Lakini vile vile tambua, huyu niliompima dada yangu yule ambaye baba yake ni mwene wachu, ni mtu kwetu, vipimo vyake vimetoka majibu 2 tofauti. Na kumbukeni Msigwa atengenezi vipimo. Kwa hiyo changamoto ya vipimo, ukitaka umlaumu Msigwa ni utoto tu na mihemko ambayo haina kichwa wala miguu. Kitu cha msingi nimesema, ukitumia dawa hii virusi wataondoka kwa muda mfupi. Endelea kupata ushauri namna gani memory ile au kumbukumbu ile au antibodies ile zitaendelea zinapungua taratibu, na hatimaye kovu lile litasahulika au litapotea na utakuwa salama. Huu ni ushauri wangu. Niwashukuruni sana kwa kunisikiliza, na niwaalike leo mchana kutoka kuna kipindi Africa TV, siku ya Jumapili saa 2 hadi saa 3 kutoka kuna kipindi Africa TV. Tunaonesha sasa mafanikio ya dawa yetu ya 4A9 katika maradhi mbalimbali, hasa kwenye kansa, kwenye sukari, kwenye ukosefu wa nguvu za familia na kadhalika. Tumia 4A9 kwa afya yako. Na kwa majibu ya dawa hii, ningewapenda kuambia wale wote ambao hawajaitumia waitumie, kwa sababu mgonjwa ni sawasawa na mchimba kaburi, hamalizi kaburi mpaka apate mwanandani. Kwa hiyo mgonjwa anatakiwa kupambana mpaka tatizo lake liondoke. Hili ni jambo muhimu ambalo nilosema leo. Ujumbe huu naomba nitautuma kwa namba zote zilizokuwa ndani ya simu yangu na kwenye mtandao wetu wa YouTube na mitandao mingine ya kijamii. Kama ujumbe huu hakupendezi na upendi kusikiliza, tafadhali wape watu wengine, au njia fupi ambayo usingependa unaweza ukablock ili tusiwezi kukutumia. Kwa sisi tukituma tunalenga kutuma mitandao yote. Kwa hiyo message yetu au ujumbe wetu unakwenda kwenye line yote. Narudia tena kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia afya njema na kuwepo tena, na tunaamini hapa tulipo ni Mwenyezi Mungu, na tunaamini kwa uwezo wa Mungu atatufikisha mbali zaidi ya hapa tulipo. Dhamira na ndoto yetu itatimia kwa kumtegemea Mungu na kumuomba Mungu, na Mungu atuongoze katika njia ambayo tunaamini ni sahihi na ni haki. Niwashukuruni sana, niwatakie Ijumaa makbul. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Makusudio na dhamira yetu ni kuamini kwa uwezo wa Mungu tutafika. Ndugu Mtanzania, twende pamoja.
Imarisha afya yako na dawa ya 4NF.